Sasa anapingana na Mungu? Sivyo. Amen. Pingana na Mungu, wanakubaliana, wako neno moja. Kuishi ni kuzuri, hasa kuishi salama, si ndio? Amen. Kuishi vizuri salama ni vizuri kuishi. Lakini pamoja na hayo tunaona kwamba pamoja na kuishi salama, hofu ipo ya maisha. Hofu ni adui wa imani na ni kinyume cha imani. Wala hofu haitoki kwa Mungu. Lakini watu wana hofu, karibu wote wana hofu, wanadamu wote wana hofu. Karibu wote wana hofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nini asili ya hofu? Asili ya hofu ni dhambi. Dhambi ndio ilianzisha hofu. Ndio maana leo kuna hofu duniani. Kuna hofu na inazidi kuimarika, kukua, kuongezeka. Ukisoma katika ile Mwanzo 3 ukianzia mstari wa 7 mpaka wa 10, ndipo utaona hofu mwanzo wake. Sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo, hapo ndipo tunaona sababu ya hofu. Wakati mwingine ni vizuri kujua jambo chanzo chake. Labda unaweza kutibu, ukapata dawa ya kutibu. Mara nyingi hata madaktari nafikiri wanaweza kuuliza kwa sababu wanataka kwanza kujua chanzo cha ugonjwa, unapofika mbele yake nini chanzo chake. Ukijieleza anaweza kufahamu na kugundua, ndipo anapoweza kuona ni dawa gani ya kupe. Kwa wakati mwingine matatizo, tuseme si wakati mwingine, wakati wote ni vizuri shida inapokupata ufanya uchunguzi, sababu yake nini, chanzo cha shida hii. Sichukulie ule maamuzi ya kupua jumla kwamba nafikiri ni hivi tu, ndio shida, ndio matatizo, kwa sababu tuko duniani. Jaribu kujiuliza, kutafiti kwa nini? Kwa nini? Andiko linazungumza mstari wa 7, anasema hivi katika Mwanzo 3, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wauchi, wakashona majani ya mtini. Walipogundua hawana mavazi, wakajisikia aibu, wakatafuta majani ya mti wakashona, alafu wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha. Naona wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Yaani hapa kila kitu kilibadilika, hata ufahamu ukabadilika. Walikuwa wanamjua Mungu ni Mungu, amefanya vyote, hata misitu na nini na kadhalika, ndio amefanya. Lakini sasa wanajificha kwenye vitu alivyovifanya asiwaone. Wanajificha kwenye miti ambayo ameotesha yeye mwenyewe ili kwamba asiwaone. Inawezekanaje? Ameotesha ile miti mwenyewe, amesababisha misitu, alafu wanajificha kati ya miti. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nani narudia? Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia, uko wapi? Si kwamba Mungu hakumwona, alitaka akili mwenyewe yuko wapi, atamke mwenyewe kwa kinywa chake, sio kwamba alikuwa amuone. Kwa sababu huwezi kujificha kwa Mungu. Popote Mungu anaona, mpaka ndani
Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka akili mwenyewe, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa. Ndio mwanzo. Baada ya kusikia sauti ya Mungu bustanini, huko akijua yuko mtupu, yuko uchi, hajavaa nguo, akajificha na mkewe, anaogopa. Je, mwanzo tangu hapo walikuwaje? Mbona hawakujificha? Kwa sababu haikuwa mara ya kwanza kukutana na Mungu. Mungu alikuwa anatembelea kila jioni. Hata sasa alikuwa anatembea, aonane nao, aongee nao tena. Lakini kwa mara ya kwanza anashangaa hawapo, wamejificha. Bwana Yesu asifiwe. Akasema, nilisikia sauti inajificha. Akasema mstari wa 11, ni nani aliyekwambia kwa uchi, au ni nani amekufundisha elimu ambayo mimi sijawahi kukufundisha? Akasema, ni nani aliyekwambia kwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiyale? Adamu akaanza kutoa udhuru. Ni kwa sababu mwanamke huyu ilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Sababu nyingi zikaanza hapo kujitetea. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo tunaona mwanzo wa hofu. Dhambi ilipoingia katika moyo wa mtu. Hofu iliyoko katika mioyo wa watu leo ni kwa sababu ya dhambi. Dhambi na nguvu katika mioyo ya watu, na inaendeleza hali ya hofu na kujitenga na Mungu. Maana kule kutenda dhambi ukampa nafasi shetani kuwapata. Shetani husababisha hofu, huleta hofu, alafu mtu anaogopa, kutengeneza mazingira ya hofu, alafu mtu aogope. Napoogopa inakuwa rahisi kumpata. Hofu sio imani, hofu ni udhaifu. Hofu inapokuwa juu ya mtu inamfanya kuwa mateka kabla hajawa mikononi mwa mtekaji. Kuwa mateka kabla ya mtekaji, hofu inapoingia. Na ndio maana mtekaji anakuwa na ujasiri kumteka, kwa sababu anakuwa tayari ameshaona hofu iko juu yake. Kwa shetani alichofanya ni kutafuta udanganyifu, alafu atende dhambi, afanye kinyume na Mungu, alafu afunikwe na hofu, alafu amkamate au mikononi mwake. Na ndicho anachoendelea shetani leo, kutengeneza hofu katika maisha ya watu ili wapate na kuwatawala. Apate na kuwatawala, alafu kuwatumikisha, na wao wawe wasiojiweza mbele yake. Hofu ni mbaya. Ukiogopa, basi hofu inakuvaa. Ukikataa kuogopa, hofu haikuwezi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ujasiri ni muhimu. Lakini utawezaje kuwa na ujasiri? Katika kitabu cha Ayubu sura ile ya 3. Ayubu sura ya 3. Na ule mstari wa 25, Biblia inasema, maana jambo hilo nilichalo hunipata. Jambo nilichalo, ninalo licha. Kucha ni kuhofu, ogopa.
Sasa nasema maana jambo hilo nilichao, jambo linalolicha hunipata, ndio linalotia hofu na unijilia. Nilichao, jambo linaloliogopa hunijilia. Ina maana nisingeliogopa lisingenijia, lakini kwa sababu niliogopa likanijia. Jambo nilichao, tunasema tunasema kumcha Mungu, manake kumhofu Mungu. Sasa nikilicha jambo manake nalihofu jambo. Sasa hilo ndio lihofu linanijia. Sasa Ayubu akiwa katika hali ya shida anasema jambo nilichao, yani naloliogopa sana ndilo unijia. Manake hilo jambo analiogopa ameliogopa kupita Mungu, limemtisha na kuondoa kabisa mawazo ya kuwa Mungu yupo. Limechukua nafasi ya juu kabisa, kwa limegeuka lile jambo kuwa Mungu kwake, kwa ameliabudu, amelihofu. Sasa anapolihofu linamvaa, likimvaa linamfunga, na likimfunga litamtesa. Naona Adamu anasema nilijiona ni uchi, nilijiona. Kwa akakimbia, akakubali, akakimbia kutafuta majani ashone vazi. Lakini pengine angekataa kwamba hapana, mimi tangu lini nimekuwa uchi, mbona siku zote niko ndani? Nani amenivua nguo? Hakuna. Pengine isingekuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Ayubu anasema ile jambo linalotia hofu ndio linanipata. Sasa angalia ni kitu gani kinamtisha. Unapokiogopa unakivuta kikuvaa. Ndio maana hofu ni kinyume cha imani, ni adui wa imani. Popote palipo na hofu hakuna imani. Hata mtu angesema ninaamini, hakuna. Haiwezi kwenda pamoja imani na hofu, hamna. Palipo na hofu imani hamna. Palipo na imani hofu hamna. Ndio maana hupaswi kuchanganya mambo haya. Lazima uhakikishe kwamba unaishije. Mungu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Mungu mkuu, peke yake ndio wa kumwabudu, na peke yake ndiye wa kumhofu. Mungu peke yake. Hata kama shetani angekuja, ukitaka kufuatilia katika Biblia, fuatilia waliomcha Mungu, vile vitisho walivyonaje wacha Mungu. Hawakuogopa vitisho, hata mauti haikuwaogopesha. Na hapo ndio unaweza kuona tofauti ya wokovu na kutokuwa na wokovu, kuwa na dini tu. Tofauti hapo. Maana kwa wokovu na wokovu maana ni ufahamu hali ya juu wa kujua na kuwa na uhakika wa usalama wako mikononi mwa Mungu. Sema amen. Kuwa na uhakika. Sasa Ayubu hapa amejaa mashaka. Ukisoma maandiko mbele yanasema nimejaa mashaka mengi. Kwa nini? Mazingira yanayozungukwa yote ni uharibifu tu. Tazama kushoto majanga, mbele majanga, geuka nyuma majanga, na mwisho ni baki katikati, kwa nimezingirwa. Na ndicho shetani anafanya. Na hapa ni shetani alifanya kumzingira pande zote. Walikuwa haoni pa kutokea. Kwa pale hofu iko iweje pale. Kwa alitegemea neema ya Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa dhambi, shetani huogopesha kwa kutumia mazingira. Nimezungumza siku nyingine hapo kwamba mazingira ni hatari sana kuyawekea imani. Mazingira, hali zinazokuzunguka mbaya, ndio mazingira yanayozungumza. Unaona mazingira, hakuna matumaini, hakuna uhakika. Unaona kama vile usalama uko hatarini. Unaona kama vile hakuna anayekujali. Unaona kama vile uko peke yako. Unaona mahitaji yote yanaisha. Unaona fedha zote zinaisha, haijulikani kesho itakuwaje. Na huoni popote pa kuzipata zingine. Unaona kama maisha yako mbele hakuna maendeleo tena, hakuna. Lakini mara nyingi Mungu ameonyesha maendeleo, japo kwa watu walifikiri hakuna. Maana walipoogopa leo, waliishi mpaka kesho na kesho kutwa yake. Walipaswa kurudi kwamba mbona juzi nilikuwa katika mazingira magumu, lakini nimefika leo, ilikuwa juzi. Kwa kama ni juzi, ningekufa juzi au ningeangamia juzi, lakini imekwaje leo ni siku ya pili? Niliogopa juzi. Kuonyesha Mungu anaonyesha bado anatawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado yuko juu. Hata kama mazingira yanasomaje, yanaelezaje, hata kama Ibilisi anayazungumzaje mazingira. Sasa anasema ninachokiogopa kinanijia, ninalonicha. Na ndicho uharibifu unapoanza. Na kinapokuja imani huanguka. Na kama imani inaanguka, huwezi kupata kitu kwa Mungu. Maana imani ni mkono wa kupokea kitu kwa Mungu. Kwa imani ikianguka, huna mkono, utapokea nini? Maana Biblia inasema mtu anaendelea kuchukua kitu kwa Mungu lazima amini kwamba Mungu yupo, alafu wapa thawabu wale wamwombao, lazima amini. Kwa ina maana kama haamini hawezi kupokea kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hofu inadondosha imani na angusha chini. Na imani na hofu ni kama pepo linalovamia tu kwa nguvu. Ni roho la shetani, ni silaha kali ya Ibilisi. Shetani hampati mtu aliokoka isipokuwa kwa kutumia hofu. Anatengeneza mazingira yanayounda hofu. Kwa mtu anapoanza kuogopa, ndipo shetani anapata pa kukanyaga. Lakini hawezi shetani kuja kwako akakuweza bila kutengeneza mazingira ya kukupatia. Lazima tengeneze mazingira. Na mazingira anatengeneza hofu kwa namna gani yote, kwa dalili na ishara zinazoonekana kwa macho. Na kwa kuwa sasa mtu anakuwa amejaa mawazo ya dunia na uzoefu wa mambo yaliyoko duniani, hupokea kwa haraka anayoyaona na kuyaamini na kuyatendea kazi, anaangamia. Kwa sababu gani? Mtu anatumia ile milango mitano ya maarifa. Hiyo ndio anatumia kuishi. Aone, asikie, aonje, sijafanya nusu na papasa na kadhalika. Ndipo athibitishe uhalisia wa kitu, au ndipo afanye kitu. Sasa katika hayo visipotendeka katika milango mitano, anavunjika pale pale. Sasa anachofanya shetani ni kuhakikisha kwamba milango yote mitano ya maarifa anaivuruga. Alafu kupitia pale anatengeneza hofu. Kwa sababu mtu anaona sasa hakuna mbele wala nyuma. Ndio maana watu wanazungumza sina mbele wala nyuma. Na haya wanazungumza vinywani, na shetani anataka wayazungumze wenyewe ili awamalize.
Na ndio maana hata hapa Mungu alisema, nani amekwambia uko wapi? Anataka akili. Je, nimepotea? Na kama umepotea, dawa ni nini? Anaendelea kumuuliza maswali. Je, umekula matunda ndio kwamba usile? Anaendelea kupotea kwa kulalamika, kwa kujitetea. Baada ya kunyosha mstari kusema nimekukosea, ili aiondoe dhambi ambayo imetengeneza hofu. Tuko pamoja? Kwa kujitetea, hofu ikalizalisha tatizo. Jiokoe na hofu. Nasema jiokoe na hofu. Ikatae hofu. Usitazame mazingira wala dalili. Mtu wa Mungu haishi kwa dalili, kwa mazingira. Anaishi kwa ukweli wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Huyu anasema ninalolipata. Sasa niangalie, nimemaliza hofu, nataka kuzungumza imani katika Mungu. Kilichosababisha Adam apate shida ni kwamba alikuwa mbali na Mungu. Dhambi ilimuondoa mbele za Mungu, akaenda mbali. Na ufahamu kabisa kwamba ukweli Mungu ndiye hutoka. Mtu ndiye hutoka kwa Mungu. Mtu ndiye hutoka kwa Mungu. Mungu yuko pale pale. Lakini kwa dhambi zake mtu hutoka mbele za uwepo Mungu, hutoka. Kama vile Yuda akatoka kwenye mkutano wa wapendwa, akaenda kwa waharibifu kufanya biashara ya kumuuza Yesu. Alitoka. Kwa wanadamu hutoka. Hata mwana mpotevu alitoka kwa baba yake, akaenda kuangukia mikononi hatarini. Alitoka. Kwa kinachotokea kwa wanadamu, kwa nini unapata shida? Ni wao wametoka kwa Mungu. Mahali salama. Mtu anaamua kutoka kwa Mungu, anafuata vile ambavyo shetani ametengeneza, vinamvuta. Anatoka taratibu, anakwenda, vinamvuta. Soma Yakobo anasema dhambi humvuta. Alafu unakuwa na hatua za kwenda.